Okay, karibu kwenye ufukunyuzi wa masuala ya kandanda. Mimi ni admini wako Jezi siokuwa na namba. Tuko hapa kwa ajili ya ufukunyuzi wa masuala ya kandanda, hasa yale ambayo yanajiri katika soka la Tanzania. Sasa leo tunayo video hii ya Ali Kamwe na Ahmed Ally. Video zote zikiwa zinaonyesha Ali Kamwe akiwa analia na Ahmed Ally akiwa analia. Lakini mmoja ni kama analia kwa hisia za kweli ambaye ni Ahmed Ally, na Ali Kamwe anamuiga Ahmed Ally. Sasa niko na mfukunyuzi mwenzangu wa masuala ya kandanda. Safi sana Mtupoa kwa kunikaribisha katika kipindi hiki cha ufukunyuzi wa kambumbu. Lakini kama unavyotoka kuzungumza, umetoka kuzungumza kwamba leo tunakuja kuangalizia hii kitu ambacho kimetokea jana baada ya Ali Kamwe kushinda magoli mawili dhidi ya Azam. Alionekana akilia, lakini picha nyingine ikiwa inaonyesha ni Ahmed Ally ambaye alikuwa analia kwa hisia za kweli kweli. Hili ni jambo ambalo kwangu mimi nalizungumzia kama ni utani wa jadi. Kwako wewe sijajua unalizungumziaje? Mimi hapa nimeangalia kitu ambacho kilikuwa kina happen hapa. Upande wa pili kwa Ali Kamwe inaonekana kabisa ni masihala, tena masihala yaliyokisiri. Hata namna ambavyo wanalia, alafu namna ambavyo wanatazamana na huyu mwenzake, inaonyesha kabisa kwamba hawa hawako serious. Lakini ukiangalia Ahmed Ally ilikuwa ni hisia kabisa za kweli. Unaona namna ambavyo wanalia. Lakini baada ya goli kupatikana ambalo liwapeleka kwenye nusu finali, walifurahi sana na walikuwa wakishangilia, lakini licha kushangilia bado alikuwa anaonekana kabisa kwamba ni mtu alikuwa analia kweli kweli. Lakini upande wa pili hapo hamna kitu. So unaweza ukaona wewe mwenyewe, naweza nikakuwekea hapa hata nyuso zao tu zinavyoonekana. Unaweza ukaona. Ni sahihi unachokizungumza, lakini kwenye Ali Kamwe na Ahmed Ally ni watu ambao ni watani wa jadi, kama tunavyojua ni wasemaji wa Simba, mwingine ni wa Yanga. Kwa hiyo Ali Kamwe alichukulia clip ambayo Ahmed Ally alikuwa na hisia za kweli kweli akiwa analia kwenye mechi ya Simba dhidi ya Al Masry. Lakini Ali Kamwe jana baada ya kuwa ameshinda magoli mawili dhidi ya Azam hajafurahishwa na kitendo cha kufunga magoli mawili. Labda alitegemea kwamba atamfunga Azam magoli zaidi ya mawili, ndio maana ameonyesha kitendo kile cha kucheka. No, kwa sababu yani kitu ambacho kiko hapa ni kwamba alikuwa anazungumza kabisa. Anasema kwamba sisi wakuwafunga Azam magoli mawili. Sasa jinsi alivyokuwa analia, unaweza ukaona hapo, nimejaribu kupozi muonekano wa sura zao. Hiyo inaonyesha kabisa kwamba huyu utani wake ulikuwa ni kwa ajili ya Ahmed Ally. Nadhani ili tunaweza tukaliweka kabisa kwenye utani ambao ndio utani wa jadi, lakini watu pia wanaweza kutupa maoni yao kuhusiana na kile ambacho kinaendelea hapa. Vipi kwamba pengine huu utani ni mzuri ama huu utani umevuka mipaka? Mimi kwangu naona ni utani kidogo umevuka mipaka. Ipo siku mambo makubwa yatakuja yatokea hapa, afu watu wataweza kuigana. Hapana, kwenye mpira wa miguu utani umeruhusiwa. Ndio maana tumekuja na kitu ambacho tunasema Simba na Yanga ni utani wa jadi. Kwa hiyo kama utani anachukulia kile kitu ambacho kimemtokea Ahmed Ally, akaja kukichukulia na yeye ni feelings ya kufurahi kwake yeye, lakini Ahmed Ally ni feelings ambayo ilikuwa imepain akiwa na matamanio ya kuvuka kwenda nusu finali. Lakini Ahmed Ally yeye ni mtu ambaye amekuwa akibuni vitu tofauti tofauti. Kwa hiyo kwake Ali Kamwe nahisi amekichukulia kile kitu labda na yeye aoneshe kwamba ana upendo na Yanga ambao hapana. Ndio. Kwa sababu kitu ambacho anakifanya hapa huyu ni kwamba anaiga Ahmed Ally. Ndio. Sasa hicho anachokiiga ni vitu viwili tofauti. Unajua Ahmed Ally ile ilikuwa inatoka ndani ya moyo wake. Yaani ni kwamba alikuwa anafanya kabisa kutoka ndani ya moyo wake. Lakini huyu Ali Kamwe kitu ambacho anajaribu kukionyesha hapa ni masihala kabisa yaliyopindukia. Yaani hata anavyolia, action zake unaweza ukaona hapa. Yaani namna ambavyo alikuwa yeye ana act. Ni kwamba hakuna machozi. Sana hata na emoji mwenyewe alikuwa anacheka. Anaonyesha kabisa kwamba hiki ambacho anakifanya huyu ni danganya toto ya maana. Lakini upande wa pili ukimwangalia Ahmed Ally alikuwa analia kabisa kutoka ndani ya moyo. Unaona hata macho yanavyoonekana. Ni tofauti na upande wa pili pale ambapo anaonekana kabisa kucheka. So unaona anacheka, yani hiyo sio kulia. Kwa hiyo ninadhani lengo kubwa ambalo alitaka kulionyesha ni kwamba alikuwa anamcheka. Ali Kamwe alikuwa anamcheka Ahmed kwamba kila alichokifanya pengine ni utoto au vinginevyo. Sasa tuichukulie katika muktadha huo kwamba huyu alikuwa anamcheka Ali Kamwe alikuwa anamcheka Ahmed.
tusichukulie kama eti na yeye alikuwa anajaribu kuonyesha hisia. Hapana, hakuna hisia hapa. Kwangu mimi ukizungumzia kwamba alikuwa anamcheka wakati mwenzie tayari ameshavuka kwenda nusu finali. Kwa hiyo ni kama tu kumwaga maji kwenye bahari, kwa sababu Ali Kamwe yeye anakuja kumcheka Ahmed Ally ambaye yeye kwenye nusu finali kwenye mashindano ya CAF. Kwa hiyo tuseme ni utoto. Ni utoto, zaidi ya utoto kabisa. Barabara kabisa, ufuatiliaji wa Mtupoa. Tuko hapa, tulikuwa tunafanya ufukunyuzi wa masuala ya kandanda. Sisi sio waandishi wa habari. Tunajaribu kufukunyua yale mambo ambayo yamejificha zaidi kwenye soka. Yale matukio ya kuvutia na kufurahisha. Ama unasemaje? Sasa unachokizungumza, sisi sio waandishi wa habari, lakini tunafukunyua kile kitu ambacho tunaona kwamba labda kina utata, tunakuletea update tofauti. Sadakta kabisa. Pia unaweza kuniandikia hapo kwenye comment ukiniambia kwamba vipi hiki anachokifanya Ali Kamwe ni utani ama ni utoto. Then tutapita na maoni yako, alafu then next time tutaingia na comment yako, tutaisoma comment yako, alafu kisha tutafuata mambo mengine atafuata kwenye ufukunyuzi wa masuala ya kandanda. Mimi ni Mtupoa, ama watu wananiita Mtu Safi. Nilikuwa na Mtu Safi part 2. Okay, iko sadakta kabisa. Asante na kwaheri.